Hallelujah, hallelujah. Na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Viewers around the world, good morning. Nguvu ya Omega. Na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo tena. Hallelujah. Ni neema ya Mungu ya pekee sana katika series ambayo tumeanza nayo siku ya Jumapili ya tarehe 6, ambayo tulikuwa tunasema kwa habari ya mambo ya nyota au kipawa, neema, talanta, uniqueness, ule utofauti wa mtu ndani. Na tuliona mambo mengi sana katika siku hiyo, na ukiangalia hapo kuna mambo mengi sana yalitokea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya neema ya jioni hii ya leo, na kielekea usiku sasa. Umekuwa nami katika maeneo haya, umenipigania, umenilinda na uovu, umenilinda na adui wa mwilini na rohoni, lakini wanyama wakali, wadudu, ndege wakali na kila aina ya wote wenye uovu ambao walikuwa yamkini wameshazoea kuja kwenye maeneo haya ya pori hili kufanya uovu na namna zote. Lakini Mungu umewatuma malaika zako kutoka mbinguni ili wawe pamoja nami. Kama Biblia inavyosema, Roho wa Bwana akamchukua Yesu akampeleka nyikani na malaika wakimtumikia. Nami Mungu nimeona malaika wakinitumikia katika kipindi chote ambacho nimekuwa hapa na masaa yote nayoendelea nayo hapa. Hivyo basi, ni wakati huu wa kusema na watu wote ulimwenguni ambao wananifuatilia na kusikiliza, ili wapate kutoka katika vifungo na nguvu zote za yule mwovu adui, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Nilizungumza kabla ya ibada ya tarehe 6 kwamba tutakuwa na muda mzuri sana wa maombi ya tarehe 6, lakini nikaahidi kugawa vitambaa ambavyo ninavyo pale kwa ajili ya vinaendelea kuombewa, na hivyo vitambaa vitaendelea kuombewa. Na vitambaa hivi Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kwamba Mtume Paulo alikuwa akifanya kazi kubwa sana. Kitabu cha Matendo ya Mitume, Biblia inasema Mtume Paulo alikuwa akifanya kazi kubwa. Na ngoja nisome kitabu cha Matendo ya Mitume, nisitoe vya kwangu. Wasema, mtumishi, mbona hiyo hatujaiona? Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 11. Biblia inasema, Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Mstari wa 12, hata wagonjwa wakawaletea leso na nguo zilizotoka mwilini mwake. Magonjwa yao yakawaondokea, pepo wachafu wakawatoka. Umeona? Biblia inasema Mungu akafanya miujiza, akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Miujiza ya kupita kawaida. Miujiza ya kupita kawaida. Mungu alifanya kwa mikono ya nani? Ya Paulo. Yes. Kwa hiyo tunaona Mungu hawezi kufanya miujiza ya kupita kawaida kwa mikono yake. Ndio maana wanasema the right hand of God is power. Wengi tunakuja kutafuta prophecy, unabii, tunakuja kutafuta tutabiriwe, tubarikiwe, tupate miujiza. Nikwambia utapata makontena, utapata sijui kitu, sijui utaolewa mwakani, sijui mwezi wa ngapi, utakuwa na kazi, sijui utafanya nini. Lakini wanasahau, prophecy is not necessary, but teaching, preaching the word of God come with power. Yes, unabii sio muhimu, ila kufundisha na kuhubiri neno la Mungu linakuja na nguvu. Sababu anasema neno langu ni kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Au ni kama upanga ukatao kuwili. Umeona? Kwa hiyo unaona neno la Mungu linapokuja kwenye maisha yako linakuja na nguvu ya kuondoa changamoto yako. Kwa hiyo sasa Mungu, Biblia inasema, Mtume Paulo anasema Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Kwa hiyo ibada ya tarehe 13 itakuwa ni ibada ambayo nitakuwa ni kama kwa session hii ya kwanza nitakuwa na end up au namalizia somo langu la mambo ya nyota au talanta au vipawa au neema au uniqueness ya mtu ambayo watu wengi wameibiwa. Unaweza ukaona nilikuwa na session kama Jumatatu 3 sasa. Jumatatu ya kwanza yalitokea matukio mengi sana. Watu nimeibiwa nyota, shangazi ameiba nyota, mwingine mama mdogo, mwingine mtoto anasema nyota yake tulichukua akiwa na miaka 5 anatoka nasari, tukachukua daftari lake na mitihani yake. Kwa hiyo unashangaa kwamba kuna mambo ambayo
yalifanyika ukiwa mtoto, yalifanyika ukiwa mdogo, wewe haukujua, haukufahamu, lakini yalifanyika na wakaiba nyota. Leo watu wengi, matatizo unayoyapitia leo, ugumu unaopitia leo, iwe ni ugumu wa kazini, ugumu kwenye biashara, au ugumu na changamoto kwenye ndoa zako, au changamoto za kiuzazi, promotion, chochote, vyeo na kadhalika, na maisha ya kila siku, kukosa amani na kadhalika, vyote hivyo vinatokana na vitu ambavyo vilipandwa zamani. Ndio maana kitabu cha Injili za Yohana, kitabu cha Luka, anasema hivi, watu waliporara, shetani akapanda magugu katikati ya ngano. Anasema na ngano ilipoanza kuzaa, yakaonekana magugu katikati ya ngano. Kuna vitu vilifanyika tukiwa wadogo. Kuna watu walichukua nyota zetu, walizoa nyayo, wengine walichukua daftari lako, wengine walichukua kalamu yako, mwingine alimnyoa mtoto wako nywele, mwingine alimtemea mate. Zamani kwa sijui mtoto anatemewa mate kiganjani tu, au sijui imeandikwa, si unawashwa, naambia andika milioni. Akakatoto, hebu njoo, mtoto anachukuliwa nguo, au umeenda mtoto umemlaza kwa jirani, nguo imepotelea huko, au pampas imepotelea huko. Wengine nepi, zamani zetu ilikuwa tuna nepi zile unabana papa, unashangaa tu imepotelea huko. Wengine ilichukuliwa nguo zao za ndani, wengine vile vitambaa vitambaa vyao vya siku za mwezi, pedi. Zamani kulikuwa kunaga pedi kwa na vitambaa, vitauro, unashangaa imeachwa, umefua, imeenda hapo, imeibiwa. Wengine nguo za ndani na kadhalika, wengine nywele, kucha na kadhalika. Sasa hivi vitu huwa havileti matokeo kipindi hicho, inaweza ikapita hata miaka 5 au miaka 10, ndo baadaye maisha yanaanza kuvurugika, au unaanza kuingia kwenye tabia ambazo hujawahi kuwa nazo. Ndio maana usiku wa leo, japo nilikuwa ni jioni, nilipopata vijana wangu wa habari, nikamwambia hebu nizungumze na Watanzania, nizungumze na ulimwengu wote wanaofuatilia kazi ya Mungu hii, nizungumze na Wakenya na kila mahali. Kwa hiyo siku ya Jumapili ya tarehe 13 itakuwa ni special kabisa kwa ajili ya kudili sasa na yeyote ambaye shetani alipandaga magugu ukiwa mdogo. Sasa hivi umekuwa mtu mzima, uko kazini, ndio yale magugu yanachipua kwa kasi, yanaharibu matokeo yako, yanaharibu matunda yako. Haleluya. Kwa hiyo ninaamini tarehe 13 Jumapili, kila mmoja atakuja na ndugu yake. Kama ni ndugu, ni mtoto wako, mume, mke, rafiki, kaka, dada, shangazi, mjomba, mfanyakazi wa ndani, mfanyakazi yeyote wa dukani na kila mahali. Ujui ni nani alihusika, au ujui ni nani akifunguliwa familia yako itafunguliwa. Yes, ujui ni nani hata akiingia au akapata nafasi ya kukutana na nguvu za Mungu, ujui ni nani atasaidia familia yako kufunguka. Kwa hiyo unaona jambo hilo. Lakini jambo lingine, Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 41, anasema pana fahari kati ya mwezi na mwezi, na pana fahari kati ya nyota. Kuna tofauti ya fahari kati ya nyota na nyota. Mstari wa 41, Biblia inasema kuna fahari moja ya jua, na fahari nyingine ya mwezi, na fahari nyingine ya nyota. Maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Fahari, kila mmoja anatamani maisha ya kifahari. Fahari ni heshima. Kumbe kuna tofauti ya fahari. Anasema maana iko tofauti ya fahari kati ya nyota na nyota. Iko tofauti ya fahari kati ya nyota na nyota. Kwa hiyo mnaweza mkawa mnafanana kila kitu kama ndugu, kama familia, lakini kuna tofauti. Kila mmoja ana uniqueness yake, ana kitu chake cha ndani. Na mara nyingi hawa watu wenye nyota kubwa, unashangaa tangu mdogo anafuatiliwa. Tangu mimba ni usumbufu. Au anazaliwa mtoto anapumu, au wanaambiwa moyo umetoboka. Mtoto anazaliwa tayari ana matatizo. Kumbe zile changamoto shetani alishaona ile nyota. Shetani alishaona ile kipawa. Shetani alishaona ile neema. Kwa anaanza kumsumbua ili uache kuconcentrate kuombea kile alichokibeba mtoto wako ndani, ile uniqueness yake ndani. Unaanza kuconcentrate kutibu matatizo. Lakini wewe unanifuatilia na kunitazama, utakuwa shuhuda. Watoto wengi waliokuwa wadogo wana vibali. Kuna watoto wanakuambia alikuwa akisoma shule, alikujaga labda kutembelea pale waziri, anasema mtoto alipangwa akamvisha waziri au akampa ua au hata rais. Kuna watoto wakiwa wadogo wamepata nafasi ya kukutana na viongozi wakubwa sana, na walipangwa kufanya vitu vikubwa sana mbele ya viongozi wakubwa. Na cha ajabu walifanya with confidence kubwa.
na walifanikiwa sana. Lakini unashangaa ile nyota aliyokuwa nayo mtoto ya ujasiri na confidence, ghafla amekuwa mkubwa, amekuwa uoga ameutoa wapi? Kwa nini amekuwa muoga? Kumbe unagundua ile nyota ilianza kuonekana mapema, ikaibiwa. Kuna watu mkiwa wadogo mlikuwa ni brilliant, mna vichwa vizuri, mna akili za ajabu, lakini kadri ulivyokuwa unakuwa, umemaliza chuo, uelewi zile akili zilienda wapi. Kumbe kuna watu waliiba, ulianza kuonekana mapema. Sasa fainali yake ni lini? Fainali yake ni Jumapili ya tarehe 13. Kila siri, Biblia inasema kila yaliyohubiriwa au kila yaliyofichwa au yaliyofichwa chini ya pishi au chini uvunguni yatahubiriwa majukwani. Jumapili ni siku ya siri zote kuanikwa. Wengine mnaota, yani unaota tuko shule, ile shule ya msingi, wengine unaota kijiji na hujawahi enda, wengine unaota mbibi fulani au unaota babu au unaota eneo fulani, kila siku linajirudia. Na ukishaota hiyo ndoto, tayari hata kama kulikuwa na mpango mzuri wa malipo au ya chochote kinavurugika kabisa. Hata unashangaa kumbe ni spirit of setback spirit. Kumbe pale unapoota ndio palianzia uharibifu. Mungu anakuonyesha kwamba shughulikia ile eneo ndio lianzia kuharibikiwa, au pale ndio kuna chanzo cha matatizo yako yalianzia hapo, au pale ndio kuna mzizi ambao ulipandwa au mbegu ilipandwa ambayo matatizo ndio yanakufuata leo utu uzima. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo huwezi kuvielewa mpaka uwe msomi wa Biblia. Haleluya. Lakini ukisoma Biblia, kitabu cha, unajua watu wengi nimewaambia, siri kubwa ya maisha unayoyaona haya yamefichwa kwenye ulimwengu usioujua. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 2, mstari wa 2, Biblia inazungumza mstari wa 2. Inasema hivi, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Unaona, hawa watu hawakumuona Yesu. Hawa watu hawakumuona mama Yesu, yani Mariamu, wala hawakumuona baba yake Yesu, yani Yusufu, wala hawakuona nchi aliyotokea, yani pale Bethlehem au Nazareti, wala hawakuona mkoa, wala hawakuona eneo, ila wanazungumza walichokiona ni kitu kinaitwa nyota. Watu wazuri, na Biblia inasema wakasema mfalme wa Wayahudi. Kitendo cha kuona ile ishara ya nyota, walijua hii nyota sio ya mtu wa kawaida, ni mfalme, atakuja kuwa mfalme. Na kweli Yesu akaja kuwa mfalme. Hata kwenye msalaba wake, wakati anaomba msalabani, iliandikwa ile neno, kwa maana mfalme wa Wayahudi. Umeona? Kwa hiyo kuna watu ili wakuone, waone ulicho nacho. Watu hawavutwi na elimu yako. Kuna watu ni wasomi, ni maprofesa, lakini hawana connection na hawajulikani na wanaishi maisha ya kawaida. Kuna watu sio wasomi, ni darasa la 7, ni form 4, lakini nataka nikwambie ana connection, anafahamiana na kila mtu kwa sababu ya kile kitu alichonacho ndani, uniqueness yake. Uniqueness, kitu kinachokuvutia watu watoke mbali wakuje kwako, au watoke watu mataifa mengine waje kwenye biashara yako, au watoke watu mikoa mingine waje mahali ulipofungua duka. Ni ile uniqueness yako ulioibeba ndani, uliozaliwa nayo. Ndio maana Biblia inasema kwenye Yeremia sura ya 1 mstari wa 5 kwamba anasema kabla hujaumbwa kwenye tumbo la mamako nalikujua, na kabla hujatoka nalikutakasa, nimekuita kuwa nabii wa mataifa. Umeona? Manake uniqueness, ameitwa kuwa na jina fulani, ameitwa kwa ajili ya jambo fulani. Uniqueness yake ni kuwa prophet for all nations. Lakini anamwambia nimekuita kuwa nabii wa mataifa. Kwenye mstari wa 10 anasema, tazama nimekuweka leo juu ya mataifa ili kung'oa. Manake kuna falme ambazo hakuna mataifa hayana ufalme wao. Kila taifa lina ufalme wake. Sasa wewe, Mungu anamwambia Yeremia, nimekuita kuwa nabii wa mataifa, manake uwe mkuu wa mataifa, all nations. Lakini kumbuka kwenye hayo mataifa kuna manabii wengine, kuna wafalme wengine. Na mstari wa 10 anamwambia nimekuweka leo juu ya falme, juu ya mataifa, juu ya falme na mataifa ili kung'oa. Manake huwezi kupanda, huwezi kuanza, huwezi kuonekana, huwezi kujulikana mpaka ung'oe ufalme ulioukuta, mpaka ung'oe na kuharibu misingi mibaya iliyowekwa. Kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 11 mstari wa 3 anasema, kama misingi ikiharibika, mwenye yake atafanya nini? Anasema na vyote uharibika uyatazama kwa macho tu. Anasema tazama umepata mshahara, umeutia katika mifuko iliyotoboka toboka. Anasema utafanya nini? Basi utazama kwa macho, vitu vinaharibika. Kwa hiyo uniqueness yako, utofauti wako, ndo nachokiita leo nyota.
Siongelei nyota za magazeti, nyota sijui nge, sijui punda, no, naongelea ile uniqueness. Kwa lugha nyingine nyepesi, labda neema tu. Kuna watu wana neema, ile tunachoita neema pia ni uniqueness. Tunaweza kuita pia nyota, au tunaongelea gifti, maana yake kile kipawa. Kuna watu wana vipawa vya kupendwa. Neema, vipawa, grace. Umeona? You look like a star. Kuna watu wana muonekano fulani, lakini hana kitu. Muonekano wako, nataka nikusaidie. Muonekano wako huwa unaendana sambamba na ulichokibeba ndani. Mara nyingi sana. Asilimia kubwa. Ukijiona una umbo fulani, muonekano fulani, unajua umebeba kitu kikubwa ndani yako, lakini adui amekikamata, amekiua. Hebu angalia hizo klipu zote hapo. Alafu ninaporudi hapa kufunga, utakuwa umeniambia. Angalia clip ya kwanza, ya pili, ya tatu. Angalia zote. Kwanza huyo binti sijui mara nyota yake iko makaburini. Huyu mwingine sijui mama mdogo aliiba, sijui mjomba, sijui bibi, sijui shangazi. Mwingine sijui baba yake amempeleka huko Morogoro akamzindike. Nyota zote. Angalia msururu wa watu wanavyofunguliwa. Wengine wanatapika, wengine wanadondoka. Angalia huo msururu. Alafu naporudi sasa, baada ya wewe kuwa umeangalia, uniambie kuna umuhimu wa hii topic kuendelea. Je, kuna umuhimu wa kuwafundisha watu juu ya haya mambo? Kwa sababu wengine wanayapinga, wengine wanaongea kinyume, lakini naomba uangalie. Alafu kisha angalia, uniambie kuna umuhimu. Haleluya. Yes, angalia. Uwepo wako umenifunika, mahali hapa ni pazuri. Huyu wewe ni nani? Mimi ni nani? Ndio. Unaona nini? Moto. Haya, naondoa moto. Moto unakuja. Na uondoa. Unakuja kwangu. Unakuja kwangu. Haya, nakata huyu atakiwa asome. Atakiwa asome. Ndio. Mlimchukua akiwa na umri gani? Atakiwa asome. Mlimchukua akiwa na umri gani? Akiwa na miaka mingapi? 6. Ndio. Ulipeleka wapi? Yuko Mikese. Huyu sasa tunamtumia sisi. Mnamtumia nyie? Ndio. Kwenye nini? Kwenye uzinifu. Kwenye uzinifu? Ndio. Uzinzi? Ndio. Mnafanyaje? Ndio. Tunamtuma apende wanawake. Apende wanawake. Ndio. Kwenye uzinifu. Ndio. Akishalala na mwanamke, mnafanyaje huyo mwanamke? Sisi shida yetu yeye tu apotee. Ndio. Kwa hiyo mwanamke anayelala na huyu, alafu anafanyaje? Unaona yale mapepo mpaka sehemu zake za siri zimesimama hivi. Unashangaa haya mambo. Na ukiangalia kijana ana sura nzuri kabisa, eti uliyeshika mic. Si unaona kabisa kijana anataka kufanana na mtu fulani hivi. Unaona akitokea hivi anasema amepewa mapepo. Akilala tu na mwanamke hivi, mambo yana ana mvuto. Njoo hapa. Sogea hapa. Hapana. Come here. Hapana. Ni usije kwanza. Njoo hapa. Tulia kwanza. Subiri. Nakwambia mimi. Toa siri zote. Nakwambia leo. Kwa nini umeharibu maisha yake? Nakwambia. Huyu kijana. Ndio. Huyu kijana ana vipaji vingi. Wewe ni nani kwenye hii ukoo? Mimi ndio babu wa mababu. Babu wa mababu. Ndio, lakini huyu kijana sitaki aondoke. Huyu kijana na nyota kali. Nyota kali. Nimempa kila kitu akose. Umempa nini na nini? Nimempa uchawi. Nimeizima nyota yake. Umeizima. Anawasha. Akifanya kazi lazima afukuzwe. Nampa uvivu. Nampa madeni. Nampa kila kitu. Asitoke. Ndio. Wewe ndo babu. Na sasa alitaka kamalize shule. Nimejitahidi, nasema amalizi. Wewe ndo babu wa mababu. Wewe ndo babu wa mababu. Mimi. Unakaa Mikese. Ndio. Mimi ni mganga na ni mchawi pia. Ndio. Ila wewe kijana una moto. Nauona moto. Kijana mimi.
na moto. Huyu ni kijana unayeona moto. Usimsaidie Huyu ni kijana wa miaka 33 anaitwa Yesu Kristo, ndio unaona moto. Wewe una moto na uona moto kabisa. Na unaharibu nini moto huu? Unaharibu, unanitisha. Unakutisha. Unanitisha. Nyota yake inafanya nini huko? Nyota yake tunaitumia sisi kwenye kufanya nini na nini? Shida yetu sisi tung'are kama yeye alivyotakiwa ang'are. Anang'aa. Sasa wewe unang'aisha nini? Mimi nang'arisha mizimu ya kwetu, ya kwenu inang'ara kwa kupitia yeye. Nyota yeye hajui. Kwa hiyo mizimu iking'aa inawapa faida gani? Sisi inatuletea damu. Inaletea damu. Damu mnaipataje hiyo damu? Damu tunaipata kupitia nyota yake. Kijana ana mvuto. Akituletea sisi tunajua tunambebaje. Anawaleteaje damu hiyo? Mwanamke anayetembea naye. Familia yake mmoja lazima tumchukue. Akitembea na mwanamke kwenye familia lazima mtu afe. Ndio. Kwenye huyo mwanamke anayetembea naye huyu kijana. Ndio. Tutaidiana ukimaliza kuongea. Huyu kijana alipoletwa alikuwa mdogo. Miaka 6. Baba yake mlimchanja chale. Lakini nilipomwangalia alikuwa ana nyota kali sana. Nani sasa? Yeye kijana. Huyu kijana. Ndio. Kwa hiyo umempa kazi gani nyingine anafanya? Kijana nilisema asifanikiwe. Ili atutumie. Kwa hiyo nyota mmeweka wapi sasa? Nimeweka Mikese. Kwenye nini? Simama. Sababu wa mababu wewe. Simama. Nasimama. Kijana unajifanya mjanja. Umeninasisha. Nimekunasisha kijana. Nasimama. Unashindwa kuinuka? Ndio. Mbona unatetemeka hapo? Sijui. Nimekunasisha. Umeninasisha. Sijui wewe una nini? Ameenda kwa wachungaji wengi. Hapa panaitwa Omega. Hapa ndo mwisho. Kwa hiyo kama nilivyokunasisha, toka! Jina la Yesu Kristo. Misimu yote tuache kwanza. Misimu yote usitutoe. Sisi. Unaondoka mtu wetu. Hiyo roho mlioingiza sehemu za siri, nachukua nyota yake. Njoo. Nasema huyu kijana. Nakata mawasiliano na huyo mganga. Rudisha nyota yake. Na kila mwanamke ambaye alilala naye mkaua, kuanzia sasa nyota ya hiyo familia njoo. Kuanzia sasa fire. In Jesus name. Thank you Lord. Ninahisi uwepo wake juu yangu. Nyoka uliyejificha, isimu ya nyoka uliyepanda mateso kwenye mwili wake, haraka. Kazi yenu ni Nataka nini? Nyota yake iko wapi? Anatakiwa awe mganga. Akisoma atakuwa nani? Nataka awe mganga. Atakiwa kusoma. Yeye ni wakina nani? Anatakiwa awe mganga atibu watu. Ana nguvu ya kuona. Umesikia? Kwenye Mliweka nini kwenye tumbo? Mliweka nini? Tumeweka
Dawa ya nini? Tumeweka dawa. Mliipitishaje dawa? Kwa njia gani? Tumemleta kwa njia ya ndoto na ametuona. Kwenye njia ya ndoto mkaweka dawa. Dawa gani? Ametuona dawa. Mmeweka dawa ya nini? Ili imsaidie nini? Akisoma atapata chochote. Akisoma asipate chochote. Atapata chochote. Hiyo dawa inaharibu ufahamu. Inaharibu elimu. Kuanzia sasa hiyo dawa tunaiangusha, tunaiharibu nguvu, na atasoma na atapata chochote. Mata kwa jina la Yesu Kristo. Mata mizimu ya nyoka. Mata mizimu ya nyoka. Mata kwa jina la Yesu Kristo. In Jesus name. Amen. Kila roho ya mauti. Kila roho ya mauti. Sema toka. Toka. Say hiyo nguvu ya deliverance. Hiyo nguvu ya deliverance. The power of deliverance. Ikamate mtu sai. It should grab somebody. Mata. Fire. Kaburi nachimba. Kaburi langu. Unachimba kaburi lako. Wamenizika kaburi langu, kwanza nijifufue. Wamenifukia kaburi lako. Wamenifukia na Kwa unalifukua. Mpaka nifufuke. Mpaka ufukue uingie. Nifufuke. Nilikuwa nimezikwa, ngoja kwanza. Umesikia anachoongea huyu? You hear what he's saying? Anasema hivi, He's saying kaburi this. langu lilifukiwa. My grave was Mimi nilikuwa nakaa huko ndani ya I kaburi. used to stay in the grave. Lakini sasa wamelifukia, They kwa niko have nalichimbua. And I'm digging it. Kwa ndo anafukua kaburi. So he's digging the grave. Na huyu sio mgeni huyu. I Unapofunguliwa tell people when you're delivered, usikatishe moto. do not quench the Chochea fire. moto. Ni kwa ajili ya maisha yako na kesho yako. It's- Hilo kaburi halitafunguka. That grave won't Halitafunguka tena. It will Moto! open up again. Fire. Jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Sasa naamini umeangalia. Na wengine mnatoka machozi kwa sababu vingine vinawahusu hata nyewe wenyewe. Wengine uliangalia ni kama maisha yako kabisa. Yaani hapa ninapoongea baada ya wewe kuangalia kuna wengine mmeshindwa hata kuendelea. Mnalia machozi. Wengine yani unaona kabisa hivyo vitu vyote vinahusu maisha yako. Na unasema huyu mtumishi, huyu prophet anaongea na mimi kabisa. Umeona vyote. Lakini unatoa machozi. Hayo machozi unayoyatoa ni ishara kwamba Roho Mtakatifu ameanza kukufungua. Lakini pia unapojisikia maumivu ndani ni ishara kwamba Mungu anashughulika na vitu vyako vya ndani, anashughulika na maisha yako kuyafanyia, kuyatengeneza. Kwa hiyo nikwambie tarehe 13 Jumapili na kambi ya tarehe 18 mpaka 20 vinakuhusu wewe. Naomba uendelee kufuatilia mitandao yetu na kuangalia. Tukutane Jumapili hapo. Na kusudi la Mungu lifunguke na urudi, wachane na Rea. Mungu akupeleke kwa Raheli in Jesus name. Mungu akubariki sana na damu ya Yesu ikufunike. Jumapili ya moto. Chombo cha moto kinasimama Jumapili. Na nikisimama tu madhabahuni, ufalme wa giza lazima utikisike na we uachiliwe. Watu wa Mungu, majemedari wa Mungu, majeshi ya mbinguni ya Mungu, majasusi wa kimungu, watoto wa Mungu, lastborn wa Mungu, lazima Mungu afungue milango katika jina la Yesu Kristo. Good morning. Mungu akubariki sana. Nguvu ya Omega ni Yesu Kristo. Tukutane Jumapili kuanzia saa 3. Zingatia muda saa 3. Na ukumbuke Jumapili hii watu wana shuhuda nyingi sana. Kwa hiyo shuhuda zitaanza mapema. Wewe kama una ushuhuda na umeona kipindi hiki, wahi sana. Siku ya Jumapili saa 3 ibada inafunguliwa kuanzia saa 4:30 tunaanza shuhuda mpaka saa 5:30, alafu nitapanda madhabahuni kuja kufanya kile ambacho Bwana amenituma nikifanye katika madhabahu yetu hii ya Omega Ministries Church of All Nations. Na nyinyi mlioko kwenye Zoom, kusanyikeni wote, utapata deliverance. God bless you in the mighty name of Jesus Christ. Be blessed. Pokea neema, pokea upendeleo,
Pokea utofauti ndani yako. Nyota yako ing'ae. Nyota yako ing'ae. Nyota yako ing'ae katika jina la Yesu Kristo. Amen. Thank you. Thank you viewers around the world. God bless you in Jesus name. Amen.